Kama tunavyofahamu, kauli mbiu mwaka huu naye inasema tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira 2050. Na sasa tumsikilize sajili wa bodi ya maziwa nchini, Profesa George Msalia akilielezea hilo. Soko letu linatamani kupata maziwa ambayo ni bora na salama. Kwa nini tuwe na maziwa bora na salama? Tunayatamani maziwa bora na salama kwa ajili ya afya za Watanzania. Tunapata maziwa salama, kwanza lazima tutazame mnyororo wa thamani. Mnyororo wa thamani unaanza tangu kwa mzalishaji. Wazalishaji tuwalishe mifugo yetu vizuri, tuzalishe katika mazingira ambayo ni safi na salama, tukamue maziwa katika vyombo vilivyoruhusiwa, tuyasafirishe maziwa kwa wakati kwenda katika maeneo ya kusanyia maziwa, tupeleke maziwa katika viwanda, lakini na baadaye tuyachakata hayo maziwa yaweze kukaa muda mrefu, pia ongeze thamani na yaweze kukaa sokoni kwa muda mrefu. Usafirishaji wa maziwa katika madumu ya njano kwa mfano, yale ya plastiki, jambo hili aliruhusiwi kwa sababu madumu yale yanayaharibu maziwa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo napendekeza kwenu wadau wa tasnia ya maziwa kwamba pendeni tukatumie vyombo vya chuma na vyombo vya aluminium, plastic can, mitungi ambayo imetengenezwa rasmi kwa ajili ya kubeba maziwa. Tunayo magari maalum ambayo nayo serikali imeyaondolea kodi, magari yenye matenki ya kubebea maziwa, lakini magari yanayoweza kubeba fridge za maziwa na yenyewe yale yameondoshwa kodi kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania waweze kufanya kazi zao kwa gharama nafuu zaidi. Katika eneo la vifungashio, serikali imefanya vile vile katika kupunguza gharama za vifungashio. Sasa tunapata vifungashio kwa gharama nafuu zaidi. Na sasa ambatana nami kuwasikiliza wadau wanatekelezaje kwa vitendo haya yaliyosemwa na msajili wa bodi ya maziwa nchini. Habari yako? Nzuri, karibu. Salama, kwema kabisa. Kwema kabisa. Natamani kufahamu namna gani mnatekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya mwaka huu ya 88. Sisi ni wajasiriamali wasindikaji wa maziwa. Mnaniona mbele yenu, naitwa Frank Pius Mrema, ni mkurugenzi mwenza katika Maki Milk Product. Katika kutekeleza kauli mbiu au dira ya 2050 ya tambua soko, zalisha kwa tija 2050, tumefika mahali hapa kwa ajili ya kuleta product zetu sokoni, lakini ili kuitimiza kauli mbiu hii, tunachoanza kwanza, tunapokea maziwa katika hali ya ubora na usafi, kwa sababu maziwa ni product ambayo 100% inahitaji usafi. Kwa majina ninaitwa Irene Fundisha, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Monoi Dairy Farm Limited. Tunajihusisha na usindikaji wa bidhaa za maziwa. Kwa sasa tuna bidhaa aina mbili, tuna mtindi pamoja na yogurt. Kufuatia kauli mbiu ya mwaka tambua soko, zalisha kwa tija, kutimiza dira 2050, tumejikita katika kuhakikisha tunazalisha bidhaa zenye ubora, lakini pia kwa upande mwingine wa soko tunahakikisha tunamfikia kila mlaji, kwa maana tumeweka package kuanzia ndogo ili hata yule ambaye ana kipato cha hali ya chini kabisa anaweza kunywa maziwa. Tumeweka package za shilingi 1,100 ambazo kila mtu anaweza akapata, anaweza aka-afford kupata bidhaa ya maziwa ili kutimiza ile dira kauli mbiu ya kila mtu aweze kunywa maziwa. Kwa kufanya hayo, tunatekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya 88 ya mwaka huu 2026, tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira ya 2050.